Shirika la utangazaji la Uingereza almaarufu BBC limerusha dokumentari maalum inayomhusu mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Dokumentari hiyo imepata mvuto mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, ikivuka alama ya watazamaji milioni 10 ndani ya muda mfupi tangu kutolewa kwake. Dokumentari hiyo imeeleza kwa kina jinsi Tundu Lissu alivyopigwa risasi 16 tarehe 16 Septemba mwaka wa 2017, ikisisitiza kuwa hadi sasa hakuna uchunguzi kamili ya kiuchunguzi uliofanyika kubaini waliohusika na shambulizi hilo. Dokumentari hiyo pia imekumbusha kuwa kabla ya tukio hilo la mwaka wa 2017, Tundu Lissu alikamatwa mara 8 na kufungiwa mashtaka ya uchochezi mara 6, ikionyesha mwendelezo wa migongano yake na mamlaka za dola kwa miaka mingi. Sehemu nyingine ya dokumentari hiyo imeonyesha jinsi Rais Samia Suluhu Hassan alivyokwenda nchini Ubelgiji kumtembelea na kumhakikishia Tundu Lissu usalama wake wakati alipokuwa akipata matibabu huko baada ya shambulio hilo la risasi. Historia inaonyesha kuwa Tundu Lissu alirudi Tanzania mwaka 2020 kushiriki katika uchaguzi mkuu kabla ya kuondoka tena kwenda Ubelgiji kutokana na tishio la usalama lililojitokeza baada ya uchaguzi huo. Baadaye, kufuatia mazungumzo na uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, Tundu Lissu alirejea nchini Januari mwaka 2023. Hatua hiyo, miaka miwili baadaye, alikamatwa na kufungiwa mashtaka ya uhaini, mashtaka ambayo kwa zaidi ya mwaka moja sasa yamemfanya kubaki gerezani akisubiri kesi yake kusikilizwa. Kuenea kwa dokumentari hiyo ya BBC kumekuja wakati muhimu wa kisiasa kwa Tanzania kutokana na uamuzi uliofanywa siku chache kabla na kamati ya mawaziri ya Jumuiya ya Madola inayojulikana kama CMAG tarehe 10 Julai mwaka huu. Kamati hiyo ilifanya kikao cha dharura na kuipatia Tanzania masharti matatu yenye ukomo maalum wa muda. Kwa mujibu wa masharti hayo, serikali ya Tanzania inatakiwa ndani ya siku 30 sawa na kufikia mwanzoni wa mwezi Agosti tarehe 1 kuhakikisha imepata ufumbuzi wa swala la Tundu Lissu kubaki gerezani, ufumbuzi huo ukiwa unaweza kufikiwa kupitia njia za kisiasa au njia za kisheria. Sharti la pili linaitaka serikali ya Tanzania ndani ya siku 60 kurejesha huduma za mitandao ya kijamii zilizokuwa zimefungiwa nchini. Sharti la tatu linaitaka serikali ndani ya siku 90 kuitisha jukwaa la mashauriano baina ya vyama vyote vya kisiasa, ambapo majadiliano hayo yanapaswa kuongozwa na taasisi huru zikiwemo taasisi za kimataifa, tofauti na mchakato wa maridhiano unaoendeshwa kwa sasa na Chama cha Mapinduzi. Ni ndani ya muktadha huo wa shinikizo la kimataifa na kuenea kwa dokumentari ya BBC ndipo Rais Samia Suluhu Hassan alipotoa hotuba yake akiwa mgeni rasmi katika mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali uliofanyika jijini Arusha. Katika hotuba hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan alieleza kuwa matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani unazitupia jicho nchi zinazoendelea kama Tanzania kwa madai ya kukiuka haki za binadamu, huku akisisitiza kuwa serikali yake inaiheshimu haki hizo. Alidai kuwa haki za binadamu zimo ndani ya katiba ya Tanzania na kwamba yeye binafsi ni muumini wa haki za binadamu, akisisitiza kuwa tangu aingie madarakani hajawahi kuidhinisha hukumu ya kunyongwa kwa mfungwa yeyote aliyehukumiwa adhabu ya kifo, jambo ambalo kwa mujibu wa taratibu za kisheria za nchi linamtaka rais kutia sahini kabla ya utekelezaji wa hukumu hiyo. Akiendelea na hotuba yake, Rais Samia Suluhu Hassan alitumia lugha ya mafumbo akieleza kuwa endapo mtu anataka kumuua mbwa
umpa jina baya, kauli linalotafsiriwa kuwa inamaanisha ukosoaji wa kimataifa dhidi ya Tanzania ni sehemu ya mpango wa nchi za nje hususan za magharibi wa kuichafua taswira ya taifa. Aliangazia mawakili wa serikali waliohudhuria mkutano huo kuwa makini na matokeo ya kimataifa, kuyatolea tafsiri haraka na kuchukua hatua stahiki dhidi ya masuala ya kimataifa yanayoonekana kuilenga Tanzania. Aliwaonya wasiruhusu taaluma yao itumike kuhalalisha nia mbaya dhidi ya taifa, akidai kuwepo nguvu kubwa ya fedha inayotumiwa duniani kutimiza matakwa ya nchi zenye ushawishi mkubwa wa kiuchumi. Ni muhimu kufafanua kuwa miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo wa Arusha walikuwemo wanasheria wanaoshughulikia utetezi wa Tundu Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili mahakamani. Hotuba hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan pia ilikuja siku chache tu baada ya kauli aliyoitoa tarehe 9 Julai huko Zanzibar, ambapo aliwataja wanaharakati kuwa ni magaidi, kauli iliyotafsiriwa na baadhi ya wachambuzi wa kisiasa kuwa ililenga tume ya uchunguzi wa jinai iliyoundwa hivi karibuni kuchunguza matukio ya kisiasa yaliyojiri nchini. Kesi imekishafunguliwa dhidi ya tume hiyo ya uchunguzi wa jinai. Kufuatia kuenea kwa documentary ya BBC, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari Jerry Silaa alitoa tamko akieleza kuwa serikali imesikitishwa na documentary hiyo, akilituhumu BBC kwa kutoa maudhui ya upande mmoja yaliyokosa ushahidi thabiti na yenye lengo la kuichafua taswira ya Tanzania kimataifa. Kuhusiana na masuala ya kiuchumi yanayoendelea na hoja za Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu nchi za magharibi, kumbukumbu zinaonyesha kuwa tarehe 10 Julai, siku ile ile ambayo kamati ya CMAG ilikutana kutoa sharti zake, Tanzania ilipokea mkopo wa dola za Kimarekani milioni 444.9. Aidha, wiki moja kabla ya hotuba hiyo ya Arusha tarehe 2 Julai, Marekani ilitia saini mkataba na Tanzania wenye thamani ya dola bilioni 1.3. Familia za baadhi ya wananchi wanaodaiwa kutekwa au kupotea kufuatia matokeo ya kisiasa yaliyojiri nchini tangu Oktoba mwaka 2025 zinaendelea kutafuta majibu kuhusu mahali waliopo wapendwa wao, huku serikali ikiendelea kukanusha uhusika wa vyombo vyake vya dola katika matukio hayo. Swala la Tundu Lissu pamoja na masharti yaliyotolewa na kamati ya mawaziri ya Jumuiya ya Madola linaendelea kuwa miongoni mwa mambo yanayofuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa, huku ukomo wa siku 30 wa sharti la kwanza ikitarajiwa kufika mwanzoni mwa mwezi Agosti mwaka huu.